Nyamongoro mjini sana. Ukiangalia sasa hata Mama Samia ametuletea lami. Kwa hiyo Nyamongoro inaendelea kuwa mjini sana. Ndio. Sasa hivi Nyamongoro, najaribu kuitazama Nyamongoro ya sasa na Nyamongoro ya miaka hiyo, na cha kujivunia kweli kwa sasa kuna hatua kubwa za ukuaji ambao zinaendelea Nyamongoro. Ni kweli kabisa. Nyamongoro 2005, 2010, si Nyamongoro 2020-2025. Namkumbuka kwa sababu Nyamongoro ilikuwa ni kata ya Busweru mwanzoni. Ndio, ilikuwa kata ya Busweru mwanzoni. Ndio. Na diwani wa kwanza kabisa wakati inakatwa Nyamongoro alikuwa anaitwa mzee Mpemba ya. Mmoja ya madiwani machachari. Alikuwa machachari kweli kaka. Kwa amani mzee Mpemba. Amina, tuendelea kumuombea. Na ndio walikuwa mwalimu wangu pia. Acha we. Alikuwa mwalimu wangu wa siasa. Mzee Mpemba. Miaka hiyo. Kwa hiyo tunaanza kuiona Nyamongoro inaenda kuwa kwenye mikono salama. Kabisa. Watu wanakusikiliza. Ni kweli. Umeamua kutia nia kwenye kata ya Nyamongoro, moja kati ya kata ambayo inakuwa kwa kasi. Sasa hivi tuna barabara ya rami ambayo imepita hapo, vitega uchumi vipo ikiwemo stendi kuu ya Nyamongoro pale na maeneo mengine, lakini pia uwepo wa watu mbalimbali kwenye kata yako hii ya Nyamongoro. Kwa nini wewe? Na sio mtu mwingine. Yaani kwa nini tukupe wewe kula zetu wana Nyamongoro? Mimi naamini kila jambo huwa ni mipango ya Mungu. Ndio. Na naamini hapa nilipo ni mipango ya Mungu. Kwa sababu wagombea walikuwa ni wengi. Tulikuwa wengi, lakini Mungu akaamua kwa kipindi hiki basi wewe nenda kaongoza ile kata ya Nyamongoro. Kwa hiyo unazungumzia mchakato kwanza wa ndani. Ule wa ndani. Mlikuwa wangapi kwenye ndani ya mchakato wa Chama cha Mapinduzi? Tulikuwa 14. Wanawake 2, wanaume 12. Kwenye baada ya kwenda kuchujwa tulirudi 4 pia. Wanawake 2, wanaume 2. Kwa hiyo nasema hii ni neema tu ya Mungu. Ameamua kwamba sasa wewe Safia Mkama ndio kwa kipindi hiki hebu nenda kaongoze kata ya Nyamongoro. Ndio. Kabla hatujajua amejipangaje, kwa nini yeye? Hebu tumfahamu Safia Mkama mzee kwenye siasa. Ni nani na ana ukomavu gani? Kwenye siasa namshukuru Mungu nimeanza muda mrefu sana. Wakati nahamia Nyamongoro 2005 niliingia kwenye mchakato wa uchaguzi kipindi kile. Ndio. Kwa nilikwenda kuomba ridhaa, nikawa mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa tawi la Bupumula. Ndio. Lakini baada ya hapo nilikwenda 2007 nilikwenda kugombea mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa kata ya Busweru. Hizo kata ilikuwa ni moja kama tulisema. Ndio. Nikiwa pale nilikwenda kugombea tena, nikawa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bupumula. Ambao mtaa unaanzia kule juu unakuja mpaka unavuka barabara unaenda kwa 8 kule. Mtaa ulikuwa ni mkubwa sana kabla hujakatwa. Ndio. Ndio. Lakini haikutosha, nikasema ngoja niende tena mbele. Kwa hiyo nilikwenda kugombea tena, nikabahatika kupata mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa wilaya ya Ilemela. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake wilaya yetu ya Ilemela. Ndio. Kwa hiyo nikahudumu pale, lakini nimefika mwaka 2015 nikaenda kujaribu kugombea udiwani viti maalum. Lakini Mungu ni mwema, pia nilipata udiwani viti maalum. Nikahudumu mpaka 2020. Ndio. 2020 nilikwenda kuomba tena ridhaa. Wanawake walinipatia hiyo ridhaa. Nikapata tena udiwani wa viti maalum kwa awamu ya pili. Kwa kata ya Nyamongoro. Wilaya ya Ilemela. Sisi ni wilaya nzima kata 19. Ndio. Tunachaguliwa na wanawake wa wilaya nzima wale viongozi. Kata 19. Kwa hiyo kwenye kata 19 mnatoka madiwani wangapi? 7 tu. Kwenye kata 19. Ndio. Kwa hiyo na kwenye hizo ukapenya kama mama. Nilipenya kama mama. Kwa hiyo awamu ya kwanza tuliomba wanawake tulikuwa 98. Tutoke watu 7. Mungu ni mwema. Tulifanikiwa nikapata. Awamu iliyofuata pia tulipambana, tulikuwa wanawake tulikuwa wengi kidogo, lakini nilifanikiwa nikawa mtu wa pili pia. Kwa hiyo hii 2025 sasa nikasema huwa tunaambiwa kwamba lazima unapoenda miaka miula miwili ile basi kuwa nao washike wenzio wanyanyue. Kwa hiyo nikajitupa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea
kata udiwani. Diwani wa kata Nyamongoro. Basi Mungu ni mwema. Kwa kumbe wana Nyamongoro tujue tuna mtu mzoefu. Kabisa, siendi kujifunza mimi. UWT imenipika. Lakini nimekwenda awamu 2 kwenye serikali. Kwa hiyo kilichoko kule nakifahamu vizuri kabisa. Na hapo ulikuwa diwani wa jimbo, yani wilaya nzima. Wilaya nzima ile. Kwa maana yake kona zote na chicho zote unazijua. Zote nazifahamu. Yaani kuiendesha Nyamongoro haikushindi. Kama unaweza kuwa kwenye cabinet ya wilaya, kuwa mwenyekiti wa wanawake wilaya, kwa kuiendesha Nyamongoro inawezekana. Inawezekana, na ndio imenipa uwepesi wa kazi naiona. Kwa sababu ukipita Nyamongoro kule utasikia kundi la vijana nipo sana. Ndio. Wanawake nipo sana. Kina baba nipo sana. Kwa hiyo makundi yote kwa kweli yanajua imepata kiongozi. Okay. Ndio. Turudi sasa kwenye swali letu la msingi. Kwa nini wewe? Yaani kwa nini sasa wananchi wa Nyamongoro Oktoba 29 wawaze kukupa wewe kwa ajili ya mustakabali wao wa miaka 5 ijayo? Kwa sababu wakikuchagua Nyamongoro iko mikononi mwako kwa miaka 5 ijayo. Ndio. Yani waelewe tu kwamba mimi Safia Mkama siendi kujifunza kazi. Kazi nimeifanya sana. Ndio. Chocho zote ninazijua. Kwa hiyo waetoke tarehe 29 wakanipe kura ili tuendelee kuleta maendeleo kwenye kata yetu ya Nyamongoro. Ninatamani sana tufanye mambo makubwa kupitia wao wenyewe wananchi wa kata ya Nyamongoro. Sababu ninawafahamu vizuri, wanifahamu vizuri, tutashirikishana kwa kila jambo. Kwa historia hiyo tumekwisha kupata picha. Huyu ni mtu wa namna gani kwenye siasa? Ana uzoefu gani? Wanasema experience is the best teacher. Mikakati ulioiweka kwa Wananyamongoro kwa miaka 5, iwapo wananchi watakupatia ridhaa, wapi umepalenga zaidi? Cha kwanza, mambo ni mengi sana ambayo ninatamani kuyafanya. Yaani kwenye kutamani, na mimi niunganishe kwanza hapa ili uje uiunge wote kwa pamoja. Kabla ya kutamani ambao unatamani kwenda kuyafanya, ni changamoto zipi zilikusukuma mpaka uombe nafasi hiyo? Ndivyo sasa tukishapata hizo changamoto tuende kwenye hiyo mikakati ambayo umeiweka. Changamoto zipo. Na tunaelewa maendeleo ni mchakato. Ndio. Kwa hiyo kwa mfano Nyamongoro pale bado tuna changamoto ya mabarabara yale ya ndani. Okay. Ukiangalia mabarabara mengi ni ya vumbi. Kwa hiyo mvua inaponyesha zile barabara zinakuwa ni changamoto sana. Zinaharibika. Nimejipanga kwa kushirikiana na wale wananchi wangu. Kabla serikali haijaja, basi tuone namna gani tunashirikiana kutatua changamoto zile za barabara zetu za ndani, kwa sababu sisi ndio tunapita kule tunaziona. Na serikali ni sisi wenyewe. Ndio. Hiyo ni changamoto ya kwanza kwenye barabara. Lakini changamoto ya pili, uhaba wa maji. Kuna maeneo mengine maji ni changamoto. Mwanamke anatakiwa tuliwe ndoo kama anavyosema mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio, Nyamongoro pale tuna miundombinu ya matenki. Kwa hiyo ni kazi rahisi ambayo tunaweza tukashirikiana na wadau wa MWAUWASA kuja kuhakikisha tunaingiza miundombinu mizuri ya maji na tunafuta changamoto ile ya maji ya wanawake kuamka usiku sana kwenda kutafuta maji. Ndio. Na hicho ndio kilio cha wanawake, wamenituma hicho kama tunakuweka hapo wewe pale, basi kahakikishe changamoto hii ya maji, kwa sababu wewe unajua unakwenda kuitatua. Kwa najua kabisa maji yakikosekana ndani ni mtihani mkubwa. Ndio. Tuje sasa kwenye mikakati yako ulioiweka kwa ajili ya kuikomboa Nyamongoro. Mikakati ndio kama hiyo, kwamba tutashirikiana kwanza na wananchi wenyewe. Ndio. Ili kuhakikisha tunaendelea kuikomboa Nyamongoro wetu iendelee kung'aa. Sasa hivi Nyamongoro ni nzuri sana. Kama unavyoiona. Ndio. Tunatamani sasa iendelee mbele zaidi. Ya hapo mlipo? Nataka Nyamongoro mwe jiji yao. Ikiwezekana, tunaona tuna stendi pale. Ile stendi ni ya kiwango, lakini lazima hata zile barabara zetu za ndani zile zilizo za kiwango. Unataka makao makuu ya mkoa yawe Nyamongoro. Pale tuna kituo cha polisi kizuri kabisa, tunatakiwa tukimalizie pia. Ndio. Yani kikiisha kile nadhani hata kituo kikuu cha Kirumba. Mimi karudi pale Nyamongoro kwa sababu ni majengo mazuri. Tuna nyumba tayari zipo, wananchi wanaishi mapolisi wetu. Lakini tuna kituo ambacho tunatakiwa tukijenge kiishe. Zilianza nguvu za wananchi wenyewe. Sasa tunaendelea kuhamasishana ili kile kituo kiende kumalizika. Zile nyumba ndo ziko karibu na soko.
kule juu. Kwa nini mliwaza hivyo ziwepo nyumba za polisi za kisasa kiasi hicho kwenye kata ya Nyamongoro? Serikali iliamua. Baada kuona wananchi tunataka kujenga kituo pale kwa nguvu zetu. Basi tuletewa zile nyumba. Tukasema sasa na kituo tujenge kikubwa ambacho kitatusaidia. Nyamongoro inakuwa unajua. Kuna stendi pale kubwa. Kwa hiyo watu ni wengi. Kwa hiyo kituo kile kikamilika itatusaidia sana. Hatuna matukio haya madogo madogo. Na vipi swala zima la michezo? Tunaambiwa michezo ni afya. Lakini mnaenda kushirikiana vipi na Jimbo Cup? Magonjwa ambayo yasioambukiza yanasababishwa na ulaji kwanza usiofaa na watu kutokufanya mazoezi. Iwapo atakupatia ridhaa, ni upi mkakati kwenye kundi hili hasa kwenye kufanya mazoezi? Sio tu kwa wana michezo, lakini inaweza kuwa pia kwa jamii. Kuna sasa hivi watu wanafanya jogging na vitu kama hivyo. Hapo vipi? Nimedhamiria nitakapopata ridhaa nianzishe jogging kila mwezi. Kila mwezi. Kwa sababu tunatambua watu wengi wanatumia magari muda mrefu. Kwa hiyo walau sasa tukitenga mwezi mmoja wa kukimbia kwa Wananyamongoro wote. Na kumbuka hapo nyuma tulikuwa tunafanya hivyo. Tulianzisha kikundi chetu Nyamongoro pale, kina baba, kina mama, wa vijana. Natamani tukakiendeleze, tukakifufue kupitia mimi sasa tasimama imara. Kwa sababu tunatambua kwanza michezo ni afya. Michezo inatukutanisha, inaleta upendo. Ndio, kwa hiyo natamani sana ile michezo tuendeleze kama ilivyofanya Jimbo Cup. Mimi kwa mtazamo wangu sasa naanza kuiona Nyamongoro na mabadiliko kadhaa kwenye kila ambacho unakiwaza mtiania. Ukiachilia mbali kuwa na stendi ya kisasa kwenye kata yetu ya Nyamongoro, tuna soko. Mikakati ikoje sasa kuwa eneo hili ambalo litengwa la soko watu wakaanza kujenga? Mikakati yako ni ipi kuanza kuliboresha walau kuwa na soko la kisasa na wana Nyamongoro kufanya biashara kwenye eneo ambalo ni salama zaidi kwenye masuala ya kibiashara? Mikakati yangu bwana, nikishaingia pale nitakwenda kumshawishi mkurugenzi ile soko tulifufue. Wale watu walioanza kujenga na ambao hawajajenga tuhamasishe wajenge, kwa sababu watu walikuwa wanahofia kwamba hakuna barabara. Mitaji yetu itakatika. Lakini sasa hivi barabara lipo pale, mtu anateleza anafika kwake kwa uzuri kabisa. Lakini tunatamani sasa lile soko tuliendeleze ili kuinua kipato chetu. Wananchi wengi wanafanya shughuli zao sehemu mbalimbali chini kule. Lakini pale tukishapaboresha vizuri, majengo yakakaa sawa sawa, tutafanya vizuri na mji wetu utaendelea kukua na kupendeza. Na matamanio yako ni kuendelea kubaki chini huko ambako wanauza barabarani ama warudi huko sokoni waingie juu? Tunatamani mji wetu uwe vizuri. Lazima wahame warudi pale juu. Wafanye kwenye mazingira mazuri ambayo yameboreshwa vizuri. Moja ya jambo ambalo sisi tunapenda kama raia na wananchi pindi ambapo tunatamani kwenda kuhamia kwenye eneo, huwa cha kwanza kabisa ni masuala ya ulinzi na usalama. Umejipangaje kuhakikisha kwamba Nyamongoro inakuwa ni kata ambayo ni ya kuigwa tofauti na kata zingine kwenye masuala ya kiulinzi na kiusalama? Watu wengi sasa tuanze kuona kwamba ukitaka kutafuta kiwanja cha kuhamia basi uhamie Nyamongoro, na baadaye ikiwezekana tubomoe nyumba tuanze kuuza viwanja vya gorofa kwa sababu Nyamongoro itakuwa imejaa. Mikakati yako ikoje kwenye masuala ya ulinzi na usalama? Tunaambiwa mwanamke washindwe. Kwa hiyo mimi kwenye ulinzi na usalama itakuwa ndio kipaumbele pia. Nakumbuka wakati nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa tulifanya sana ulinzi shirikishi. Ndio. Binafsi nilikuwa nanyuka usiku wa manane. Wewe kwenda kwenye kufanya kazi ya ulinzi shirikishi. Mama, uogopi? Kabisa. Mume hareti shida? Na bahati nzuri kwa kweli mume wangu ni baba fulani tu hivi ambaye hana makuu. Nakumbuka alikuwa yaani kama kuna tukio limetokea kule, tunapigwa tu mwenyekiti. Ngambia njooni mnichukue. Kwa hiyo namwambia baba, sasa baba situende. Asema wewe ndio mwanaume, nenda bwana. Kwa hiyo ni baba fulani ambaye kwa kweli anaunga mkono juhudi. Na ndio maana mpaka hapa nilipo ni sababu yeye anaunga mkono juhudi hizi. Sisi tukupe hongera sana. Asante. Betha, una cha kuchukua kwa mgombea? Kujiamini mwanamke.
kujiamini. Mwanamke kujiamini. Unaona, ongezea Kabisa. Hongera sana. Wananchi wa Nyamongoro wanakusikiliza na kwa sasa, kwa sababu wanakusikiliza Nyamongoro yote, ndugu zetu akina Omahe najua atakuwa ameongeza sauti hapo kwa ajili ya kumsikia mtiania. Una kitu gani cha kuambia wasikilizaji wetu na wana Nyamongoro kiujumla? Kikubwa tu ni waombe wana Nyamongoro watoe ushirikiano wa dhati ili tuweze kuibadilisha zaidi Nyamongoro yetu. Nyamongoro ambao wanaitamani wao iweze kutimia. Ndio. Kama una kauli mbiu? Kauli mbiu yangu ni tushirikiane kwa pamoja kuijenga Nyamongoro yetu. Tushirikiane kwa pamoja kuijenga Nyamongoro yetu. Kulikuwa na maeneo ya bustani, kwa maeneo ya Majaluba kwa ajili ya kilimo, na wana Nyamongoro pia moja ya tuno yao ni kilimo. Ndiyo. Na tunajua inakuwa kwa kasi. Umewaangalia vipi hawa wakulima walau kuendelea kubaki na maeneo machache kwa ajili ya shughuli za kilimo? Kwa sababu pale pametengwa maeneo ya kilimo. Lakini pia tunajipanga angalau kuwatafutia ile mikopo ya 10% ya halmashauri wakulima wale. Ili kuwawezesha kupata pembejeo zao zile, waendelee kulima bustani zao vizuri. Okay. Sababu tunaamini Nyamongoro pale ndio inalisha mboga mjini kwa 10% kubwa. Na mimi ndio nilikuwa najaribu kuwaza, kwa sababu Nyamongoro inakuwa kwa kasi. Hilo eneo mnalilinda kwa ajili ya wakulima iendelee, kwa sababu ndio tunu ya Nyamongoro. Ile eneo linalindwa na serikali. Halmashauri inalinda pale ile eneo kwa sababu limewekwa kabisa kwa ajili ya kilimo. Ndio. Cha mboga. Sawa, mimi nikupongeze sana. Asante. Na nikupe hongera kuwa mwanamke jasiri. Asante. Lakini ni kuona namna gani sasa umejipanga kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wana Nyamongoro kuendelea kupiga hatua kwa hii miaka 5 inayokuja. Naamini tukikuita, yani baada ya kuteuliwa, pengine kimpendeza Mungu, wananchi wa Nyamongoro wakakupa ridhaa, watamani tukualike baada ya muda gani kuja kuanza kuona matokeo na mabadiliko ambayo yameanza kutokea? Ndani ya miezi 3. Manake siku 90. Siku 90 utaona kwamba tumepita kwenye barabara kadhaa. Tumefanya kazi kubwa. Ndio. Na kama niliahidi vile, ndio, kwamba kuna ile barabara ambayo linatupeleka pale Malaloni kila siku. Okay. Ile barabara ni la vumbi. Kwa hiyo ina changamoto kubwa, mvua inaponyesha inakuwa inapitia kwa tabu sana. Sababu ni kila siku lazima tufike pale kwa ajili ya maziko. Kwa nikawaomba Nyamongoro kwamba nitakapoingia nitawaomba sana tushirikiane angalau ile barabara tuanze nalo basi kulifanyia shughuli. Kwa baada ya hapo ndo jambo lako la kwanza. Kuna barabara sijajua kama bado ipo. Ukiachilia mbali kuwepo na rami inatoka Nyamadoke, Werashinga, Kagua mpaka Nyamongoro. Ndiyo. Kulikuwa na shortcut ya wenzangu na mimi watembea kwa miguu ambao tulikuwa inaiunganisha Nyamadoke na Nyamongoro bila kuitarajia Werashinga na Kagua. Kulikuwa na barabara hizi za uchochoro ambazo walikuwa watu inatokea pale kwenye kibao cha sekondari ya Ibinza. Inaingia unaingia ndani huko, unapita uchocho hapo mpaka unaenda Nyamongoro. Mkakati ni upi sasa pengine hapo, au umeshajaribu kupatazama kwamba na penyewe iwe fursa ya kuiunganisha Nyamongoro na Nyamadoke? Japo tuna lami yetu ambayo tunapita huko moja kwa moja. Tunatamani sana hizo barabara za michepuko ambazo zinaturahisishia, lakini naomba nilichukue ili tukalifanyie kazi. Nikishapata ridhaa basi tutajifanyia kazi. Tuweza kuwa tunatereza tu. Nyamongoro Nyamadoke una print tu, unafanya mazoezi, unajenga afya kabisa, na maisha mengine yanaendelea. Na hiyo njia ilikuwa inasumbua sana watoto wetu wa shule wa sekondari. Tunakumbuka Nyamongoro kuna sekondari moja ndio ya Ibinza pale. Ibinza sekondari. Kwa hiyo tukatamani yani hao watoto, nikiwa viti maalum nikamshawishi na diwani alikuwepo kwamba watoto hawa wanapata tabu sana mvua inaponyesha. Sababu yale ni majaruba. Yale majaruba. Kama majarubani tukao wavue viatu, wafanyaje, wafike mwisho wachukue maji wanawe ndio waingie kule shuleni. Kwa hiyo tukakaa na wenye vitu wa serikali mitaa kipindi hicho, tukaanzisha ile shule ya Nyamongoro sekondari. Acha wewe. Baada ya kuanza yale majengo, basi serikali ikaja ikajenga shule nzuri sana. Kwa hiyo ulikuwemo kwenye ule mchezo? Nilikuwepo kabisa. Na kama mama, kama mwanamke nilisimama kidete kuhakikisha tunapata shule pale ya sekondari Nyamongoro. Kwa hiyo tutarajie zaidi ya hapo. Tukapunguza ile adha ya watoto kutembea, lakini mwendo mrefu na mimba za utoto tutakuwa tumezipunguza kwa kiasi fulani. Kwa hiyo kwenye elimu tutarajie zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo kabisa.
Mikakati pengine unaitazama vipi Nyamongoro kwenye sekta ya elimu? Tunatamani tuongeze madarasa.